Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Marko sura ile ya 3 aya ya 22 hadi ya 30. Nitaisoma. Waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo awatoa pepo. Yesu akawaita akawaambia kwa mfano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama, na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake akafitinika, hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipofunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoteka nyumba yake. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele, kwa vile alivyosema ana pepo mchafu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tupo katika Injili ya Marko sura ya 3, ambapo katika sura ya 3 hiyo juu yake ndugu wa Yesu wamekuja, hawamwamini katika kazi anayoifanya. Sasa likaondoka kundi la waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu, wakaja kuja Galilaya kutazama na kutathmini huduma za Yesu na miujiza aliyokuwa anaifanya. Waandishi walikuwa ni watu gani? Katika dini ya Kiyahudi kulikuwa kuna makundi ya kidini ambayo yalikuwa na kazi tofauti tofauti. Waandishi walikuwa ni watu ambao walikuwa wamesomea sheria, na hawa walikuwa wanawasaidia watu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika, wakiwa katika maisha ya kawaida. Kama kuna mtu anataka kuweza kuandika mkataba, kama kuna mtu anataka kuweza kuoa, kama kuna mtu anataka kuweza kununua shamba, waandishi hao walikuwa wanawasaidia kuweza kuandika ile mikataba vizuri. Kwa walikuwa ni watu ambao walikuwa ni wasomi, walikuwa wana uwezo kuweza kutoa taarifa kwa viongozi wa juu na wa kiserikali juu ya kila tukio linaloendelea kwa mtu mmoja. Na kwa sababu eneo la Galilaya lilikuwa eneo maalum kwa ajili ya uasi, hawa viongozi wa kidini waliokuwa Yerusalemu wakawatuma waandishi waende wakatathmini kazi za Yesu anazozifanya, miujiza anayoifanya, ili baada ya hapo waweze kutoa andiko. Je, eneo hili la Galilaya, hasa maeneo ya Kapernaumu, kwa wale Wayahudi wanaoishi, je, wanaishi katika kutembea katika Torati na maagizo ya Musa, au na wenyewe wamekuwa ni waasi katika kuweza kumfuata Yesu? Na wataalamu wa historia wanasema kwamba walitumwa ili baadaye waweze kutoa tamko juu ya watu wote wanaoishi Kapernaumu kwamba hawa ni waasi. Hasa wanapofika pale kwa Yesu, wanapomuona katika ile miujiza anayoifanya, ndipo wakatamka wakasema, huyu Yesu ana Beelzebuli. Maana yake waandishi wakaandika wakasema Yesu ana Beelzebuli. Beelzebuli ni nani? Wakati kipindi ambacho Yesu Kristo alikuwa anaishi, watu wengi walikuwa na mapepo, na likaondoka makundi kadhaa ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanatoa huduma ya kuweza kutoa mapepo kwa watu. Kulikuwa kuna namna mbalimbali za kuweza kutoa mapepo. Namna mojawapo ilikuwa ni hii: mtu ambaye ana pepo anawekwa hapa katikati katika chumba, alafu analetwa mtu mmoja ambaye katika ule mtaa au katika kile kijiji ni bingwa kutukana na matusi makubwa mazito. Atakuja kwa huyo mgonjwa ambaye ana mapepo, ataanza kutukana matusi yote anayotukana haya mapepo, na haya mapepo yakichoka yale matusi yaliyokuwa yanatukanwa, baadaye anaamua kuondoka.
Na ndio maana hadi leo utakuta watu wanazungumza ushindwe, ulegee, wanaliambia lile pepo. Pepo likichoka ile makelele linaamua kuondoka. Namna ya pili ya kuweza kutoa mapepo ilikuwa ni hivi. Anaitwa mtu mmoja ambaye ni bingwa wa kuweza kuwaita mapepo yenye nguvu. Pepo hilo ambalo lilikuwa linakuja kwa huyu mgonjwa linamletea harufu mbaya, harufu ya kinyesi. Likimletea harufu mbaya ya kinyesi, kwa hiyo ili pepo ambalo liko kwa mtu linashindwa kustahimili ile harufu, linaamua kuondoka. Sasa huyu ndio alikuwa anaitwa Beelzebuli. Kwa hiyo Beelzebuli alikuwa ni pepo wa uchawi mweusi wa kinyesi. Kwa hiyo wakasema Yesu Kristo ana Beelzebuli, manake anamiliki. Yaani ili Beelzebuli ni agenti ambayo Yesu Kristo anatumia katika kuweza kutoa haya mapepo. Ndio maana watu wakifika wakimwona Yesu, mapepo yanaanguka, kwa sababu ana Beelzebuli, ana pepo la kinyesi la kuweza kuwafanya haya mapepo yaweze kutoka. Ilikuwa ni dharau moja mbaya sana kwa Yesu, kwamba huyu ambaye siku alipokuwa amebatizwa, Roho wa Bwana alishuka juu yake, na sauti ya Baba ikazungumza, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, mumsikieni yeye. Mapepo yalimsikiza Yesu, lakini viongozi wa kidini hawakumsikiza Yesu, na ndugu zake hawakuweza kumwelewa. Kwa hiyo kabla ya kuweza kumwangamiza Yesu katika mipango mibaya waliokuwa nayo, waliamua kwanza kumdharau, kumpatia dharau chafu, kwamba anashirikiana na pepo wa kinyesi kuweza kutoa haya mapepo. Yesu Kristo hakuanza kujadili chanzo cha haya mapepo. Anasema kwamba kama kuna wagonjwa wanapona, kama kuna miujiza inafanyika, mtambue kabisa kama shetani ameshashindwa. Hatuwezi nyumba inaungua moto, alafu baadaye tunaanza kusoma eti chanzo cha moto ni kitu gani, wakati nyumba inaungua na moto. Tuzime kwanza moto, nyumba ikiwa salama, ndio tuanze kuja kutathmini chanzo cha moto ni kitu gani. Yesu akasema ufalme wa Mungu upo, lakini mwishoni anatoa neno zito ambalo wengi sana wameshindwa kuweza kutafasiri ili neno. Anasema kwamba amini nawaambia, dhambi zote wanadamu watasamehewa, na kufuru zao zote ambazo wamekufuru watasamehewa, lakini mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele. Alikuwa na maana gani Yesu Kristo? Tuangalie nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi. Roho Mtakatifu alikuwa ni nani? Roho Mtakatifu alikuwa ndio yule ambaye katika neno la Mwenyezi Mungu, malaika Gabrieli katika Injili ya Luka kuanzia ile sura ya kwanza kwa aya 26 mpaka 36 alimwambia Maria, utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio huyu Roho ambaye alikuwa anawashukia hawa waliokuwa wanaitwa wafalme, walikuwa wanapakwa mafuta. Ndio wanasema kama nimemkuta Daudi mtumishi wangu nikampaka mafuta ili mkono wangu uwe juu yake, kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu ya hao watumishi, walikuwa wanapakwa mafuta. Ni Roho yule ambaye alikuwa amekaa juu ya maji, na ndio Roho yule ambaye alikuwa ameshuka wakati Yesu Kristo alipokuwa anabatizwa. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kumfunulia mwanadamu ukweli wa Mungu, na baadaye pia kumwezesha huyu mwanadamu aweze kutambua ukweli huo wa Mwenyezi Mungu alipoweza kuona, kumfunulia mwanadamu aweze kutambua ukweli wa Mwenyezi Mungu. Roho Mtakatifu alimfunulia Maria akatambua ukweli wa Mwenyezi Mungu. Daudi alitambua ukweli wa Mwenyezi Mungu, na hata Roho Mtakatifu aliposhuka, Yesu alipokuwa anabatizwa, watu wote walitambua ukweli wa Mwenyezi Mungu kwamba huyu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na baadaye ule ukweli wautambue ule ukweli walipoweza kuona. Sasa ikiwa mwanadamu amekataa kutumia huu uweza, amekataa kutambua ukweli wa Mwenyezi Mungu, kwa hiari yake mwenye amemkataa Mwenyezi Mungu, manake amepoteza ile nafasi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukikaa kwa muda mrefu bila kutembea, umeshindwa kwenda kutembea umeshindwa kutumia uwezo wa kwenda kutembea, utajikuta baada ya muda fulani uwezi na kutembea. Sasa Yesu anaposema kwamba hawa wamefanya kufuru hawatasamehewa katika swala zima la dhambi, ni kwamba Roho Mtakatifu anakupelekea pia kuweza kutambua dhambi, yaani ukweli Mwenyezi Mungu, nimetenda dhambi. Nikitenda dhambi maana yake ninahitaji toba, ninahitaji msamaha wa Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo kukataa Roho Mtakatifu, mwongozo wa Roho Mtakatifu, maana yake nimekataa kufanya toba, nimekataa kunyenyekea, nimekataa ukweli wa Mwenyezi Mungu. Anasema dhambi hii mwanadamu hataweza kusamehewa. Walikataa uwezo wa Roho Mtakatifu ambao ulikuwa unafanya kazi ndani ya Yesu. Wamekataa ukweli wa Mwenyezi Mungu, wameamua kuweza kuwa vipofu. Anasema hawatasamehewa. Hii ni dhambi ya milele, hawatasamehewa kwa sababu wamekataa ukweli wa Mwenyezi Mungu. Usikatae kweli ya Mwenyezi Mungu ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika nyakati hizi. Unaujua ukweli alafu unakataa. Unaujua ukweli, unakataa kufanya toba. Unaujua ukweli, umekomaa katika dhambi. Dhambi hii ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu atusamee, tusije tukamkufuru Roho Mtakatifu anavyotuambia ukweli na tukakataa kazi ya Mwenyezi Mungu anayoifanya kupitia kwa watu wale na tukaanza kutoa uzushi wa ajabu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.